Mwalimu Salama Loda, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Ndala A. Shule hii ina kitengo cha wanafunzi walemavu. Walemavu tulionao, tunao walemavu 32. Walioko kitengo ni wanafunzi 14, wakiwemo wavulana 12 na wasichana 2. Miongoni mwao hao 14 wapo wenye usonji, lakini wapo wenye ulemavu wa akili na viungo. Lakini pia yupo na asiyesikia, yani ana ulemavu mchanganyiko. Lakini pia kwenye madarasa ya juu wapo walemavu wa akili na walemavu wa viungo. Darasa la 7 ambao wanatarajia kumaliza mwaka huu, tuna walemavu 2 wa akili. Mmoja msichana na mvulana mmoja. Lakini darasa la 5 tunaye mlemavu wa ngozi ambaye ni mvulana. Darasa la 3 tunao walemavu 2 ambaye tuna mmoja ambaye ni mlemavu wa viungo, lakini pia ni mlemavu wa akili, na mwingine mvulana ni mlemavu wa akili. Darasa la 3 tunao walemavu 3 ambao 2 ni wa viungo ambao ni wavulana na mmoja wa kike. Kwa hiyo shule hii, kutokana na aina hiyo ya mahitaji ya hao wanafunzi, tunaishukuru serikali ya Mama Samia Hassan Suluhu kwa jinsi ambavyo wanaweza kusapoti shule yetu katika upande wa chakula, wanawawezesha. Tunapokea fedha kila mwezi kwa ajili ya kuwasaidia hao watoto. Changamoto tulionayo ni upande wa majengo yao. Majengo yao sio sawa na ulemavu walionao. Kwa mfano darasa la 6 tuna mlemavu ambaye ni mlemavu wa viungo. Vyoo anavyovitumia kwa sababu ya ule ulemavu wake sio salama kwa aina ulemavu alionao. Kwa hiyo tungependa sana serikali au uongozi wa chama ungeweza kutusapoti kwa upande wa vyoo, wakajengewa vyoo vile vya kukaa badala ya vile vya matundu ya shimo, kwa sababu yeye anatembea kwa baskeli ambayo ni ya magurudumu mawili. Kwa hiyo sasa anapokwenda kule ina maana anatembea, akifika kule ina maana lazima ashike chini. Kwa hiyo hiyo ni changamoto. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana muweze kupelekea salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais. Tunampongeza sana kwa kazi nzuri anazozifanya, lakini pia shule yetu tulipata fedha za mradi wa Boost awamu ya kwanza, tulijengewa madarasa 2 ambayo yanatumika kwa darasa la 1 na la 2. Tunamshukuru sana na tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu ampe nafasi nyingine tena kwa miaka 5 mingine. Asanteni. Moye. Viva vijana viva. Ndugu zangu, sisi kama Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Shinyanga mjini tumefika hapa kata ya Masekelo pamoja na viongozi wa kata wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana. Tumefika kwenye shule hii Ndala A. Tumefika hapa, tumemwona mwalimu mkuu, lakini pia tumekuja kuwatembelea kuwaona vijana wenye ulemavu wa aina mbalimbali. Niseme tu kwanza tumefurahi na kufarijika kwa kuona mama yetu Samia Suluhu Hassan amewajali shule hii na wamejengewa madarasa ya kisasa, lakini pia wanapatiwa pesa kwa ajili ya kutekeleza mahitaji ya vijana hawa wahitaji ambao ni walemavu wa aina mbalimbali. Lakini ndugu zangu, labda nitoe wito tu kwa sisi Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Sisi tuna jukumu kubwa sana la kuhakikisha tunawalea na kuwatunza watu wenye ulemavu na sio kuwanyanyapaa. Ni jukumu letu wananchi wote wa Tanzania, lakini pia niombe kwa wananchi wote pamoja na viongozi, tunapopita maeneo kama haya basi tukumbuke watu hawa wapo na tuweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Binafsi yangu na uongozi nilioambatana nao, kamati yangu ya utekelezaji, tumefarijika sana kufika shuleni hapa, lakini tunamwahidi mwalimu kuanzia sasa na sisi tutakuwa bega kwa bega na yeye, na kwa chochote ambacho tutajaliwa tutaleta shuleni hapa. Asanteni sana. Na kununua mahitaji mengine. Kwa hiyo kilo 1 na robo anaila kwa wiki.
akimaliza analipia tena. Ambao ni shilingi ngapi kwa approximate? Yaani kwa mwezi. Yaani ukiapproximate yani kwa wiki anatakiwa atoe shilingi ngapi? Kama ni hela, kama ni cash. Kama ni fedha. Usikonvert hizo kilo moja na ngapi? Kilo moja na robo, maharage robo na shilingi 1000. Naweza kufika 6000 au 5000. Nitegemea mchele ni shilingi ngapi sasa? 5000. Kwa 5000 kwa kila mmoja, si ndio? Sasa tumie tukawalipie hao wawili sasa. Na wewe inaisha lini? Na wewe inaisha leo? Kwa hiyo tukiwapa 10,000 natumia kwa mna gani? Wiki mbili. Basi wewe kula na wenzio basi. Hawa chakula kidogo wao kana kuangalia tunasikia hapo na kutaka. Walikuwa nakula huko. Njoo basi kwa njoo wewe njoo na wewe. Marula TV, we believe in change. Asante.